Ndugu zangu, na kama kauli mbiu yetu inavyosema, afya ni mtaji wako, zingatia kile ambacho unachokula. Jambo la kwanza lazima tufahamu, kama taifa, sisi sote wananchi ni nguvu kazi ya taifa letu, lakini mtaji wa kwanza wa mwanadamu ni uzima, ni swiha, ni afya na hali yake ya ubinadamu katika kuwa na afya njema. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameendelea na ajenda hii ya kuhakikisha Watanzania zaidi ya 240,000 tuliopo katika wilaya yetu ya Hai tunaendelea kuwa na afya kama sehemu muhimu ya mtaji wetu. Na ndugu zangu, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kipindi chake cha miaka mitano. Wilaya yetu ya Hai imeimarika zaidi kwenye sekta ya afya. Leo tunapozungumza, tunavyo vipimo vya kisasa kabisa katika hospitali zetu, katika zahanati zetu na vituo vyetu vya afya. Ndugu zangu, ndani ya miaka mitano Mheshimiwa Rais amewekeza zaidi ya bilioni 11 katika sekta ya afya wilayani kwetu. Mpigieni makofi Dr. Samia Suluhu Hassan. Hiki ni kiwango kikubwa cha fedha kilichowahi kuja kwenye sekta moja toka dunia imeungwa, toka nchi yetu imepata uhuru na toka tumetengeneza muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Zamani fedha zote hizi zilikuwa zinaenda, unaweza ukakuta ni bajeti ya nchi nzima ya wizara moja, lakini leo imeletwa wilaya ya Hai kwa ajili ya kujenga zahanati mnazoziona, vituo vya afya tulivyo navyo, lakini hospitali yetu ya wilaya ambayo kwa sasa ina huduma zote muhimu ambazo miaka ya nyuma ukipata changamoto za afya hapa lazima utoke hapa uende KCMC au Mawenzi ukapate huduma, lakini leo tunapata huduma zote hapa Boma. Nani kama Dr. Samia Suluhu Hassan? Kwa hiyo tuendelee kumwombea afya njema na swiha njema ili tuendelee kunufaika na matunda yake. Lakini katika muktadha huu pia lipo eneo muhimu sana la elimu kwa umma juu ya afya, hususan kwenye lishe. Zamani tulikuwa hatuna maafisa wa lishe. Leo tunapozungumza tunao wataalamu wa lishe katika ngazi ya wilaya ambao na wao wanawajengea uwezo wale watoa huduma za msingi kwenye ngazi ya jamii. Kwa hiyo tumejikuta eneo la lishe limekuwa ajenda muhimu sana kwenye jamii zetu. Ndio maana leo tunahamasishana kupanda miti ya matunda ambayo inakwenda kutoa vitamini A au vitamini A, na baada ya hapa tutanufaika. Nimeanza kwa kuzindua kwa kupanda miti. Naomba nitoe rai kwenu, zoezi hili likawa endelevu katika maeneo yetu, katika kila kaya ipande miti ya matunda ili tuanze kuona manufaa ya matunda haya kuanzia ngazi ya familia.